Naam, bwana, kuelekea katika mechi za makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, hususan katika kundi ambalo wanapatikana wananchi Young Africans. Leo hii miamba hiyo ya Twiga na Jangwani kupitia afisa habari wao kwa maana ya Ali Shaban Kamwe umeweka wazi kwamba uwanja ambao wanakwenda kuutumia kwenye mechi za hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu utakuwa ni uwanja wa Amani Complex. Yes, ni uwanja ambao tunafahamu vizuri uko kule Unguja visiwani Zanzibar. Ni uwanja ambao wanaofahamu wameshacheza pale mara kadhaa, na kumbukumbu ya mwisho kwenye michuano ya CAF walicheza pale dhidi ya CBE msimu uliopita. Ilikuwa ni mechi muhimu ya kutaka kufuzu kuelekea hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa. Walivukia kutokea pale wakaenda kwa kuichapa CBE mabao 6-0. Yes. Sasa hili ni jambo ambalo tunakwenda kuliangalia hapa kwa undani wake, na sehemu kubwa ambayo tunakwenda kuangalia ni namna ambavyo Young Africans wanaelekea katika huu mchezo. Ikumbukwe kwa kundi la Yanga lilivyo, lina Al Ahly, lina AS FAR Rabat, kuna Young Africans wenyewe na JS Kabylie. Ni kundi ambalo ni gumu, of course, na tumeshazungumza kuhusu hiyo, lakini ni kundi ambalo kila mchezo ni muhimu, na ili Young Africans wajiwekee katika mazingira mazuri ya kwenda hatua inayofuata. Hizi timu kwenda kuzichukulia alama kwao sio kazi ndogo, ila Young Africans ana uwezo kuchukua alama za kutosha katika uwanja wake wa nyumbani, kwa maana ya uwanja wa Amani Complex. Hivi sasa tunazungumza hivyo kwa sababu tayari umeshakuwa rasmi. Sasa mechi inayofuata hapo mbele yao ni dhidi ya AS FAR Rabat. Hiyo ndo mechi ya kwanza, na kitu kizuri ni kwamba wanaanzia nyumbani. Kwa hiyo FAR Rabat watakuja nyumbani kwa maana ya Zanzibar kucheza na Young Africans. Sasa wakati tunazungumzia kuhusu hili kundi na namna ambavyo lilivyo, unajua kila mmoja na mtazamo wake kwa namna ambavyo analiona kundi. Binafsi na waheshimu Young Africans kwa uwekezaji walioufanya, kwa experience ambao wameipata so far. Sio timu ya kuiunderrate, sio timu ya kuidharau, lakini ukiangalia, ukimweka Young Africans pembeni, wale wapinzani wake ambao wanakwenda kushindana nao, tunafahamu kwamba Al Ahly ni untouchable, ni mpinzani ambaye anaonekana yuko kwenye dunia nyingine, kwa sababu ni hatua ambazo huaga anaziweza sana. Sasa klabu nyingine ambayo binafsi naiona tishio kwa Young Africans, tishio kwenye kundi hili, ni klabu ambayo ina msuli hata wa kumaliza nafasi ya kwanza kwenye kundi hili, ni AS FAR Rabat. Nasema hivyo, msimu uliopita AS FAR Rabat walikuwepo kwenye group stage ya Champions League na hawakupewa nafasi hivyo hivyo. Hata mimi of course kuwapa hiyo nafasi. Walikuwa kwenye group stage ya Champions League kwenye kundi ambalo ndani yake lina Mamelodi Sundowns, lina Raja Casablanca. Mamelodi ndo walienda kucheza finali. Lina Raja Casablanca na AS Maniema Union. Ungefikiria kwa haraka haraka kwamba ni Mamelodi na Raja ndo wangeenda, lakini uwezi amini AS FAR Rabat ndo alitop hilo kundi, aliongoza hilo kundi. Lakini cha ajabu zaidi sio tu kuongoza kwenye hilo kundi, hakupoteza mechi hata moja. Yani hakuna mechi ambayo amefungwa, ilikuwa ni sare na kushinda. Walienda kutolewa katika hatua ya robo finali na mabingwa ambao ni Pyramids. Maana yake nini? Maana yake AS FAR Rabat wana msuli mkubwa, wamefanya uboreshaji wa kikosi chao wamekiwekeza vizuri. Sasa tutakwenda kuangalia kikosi chao kwenye maeneo mbalimbali, lakini kwa sasa hivi maana yake nini kuongea kuhusu AS FAR Rabat na kufahamu uzito wao? Maana yangu ni kwamba Young Africans, hii mechi yao ya kwanza dhidi ya AS FAR Rabat ni mechi muhimu mno. Yani kitu cha kwanza Yanga ambacho wanataka kukifanya ni kuhakikisha wanampunguza huyo, kwa maana ya AS FAR Rabat katika kundi lao hili linavyosomeka. Kwa hiyo mechi hii ambayo Yanga watakuwa nyumbani ni mechi ambayo kwa namna yoyote ile, kwa gharama yoyote, Yanga wanatakiwa kuchukua alama 3. Baada ya hapo mechi ya pili inakwenda kuchezwa kule Algeria. Yes, Tizi kule katika mji ambao wanapatikana JS Kabylie. Hiyo ni mechi ngumu, ni mechi muhimu kwa Young Africans, ni mechi ambayo wanakwenda kupambana kutafuta ushindi. Ikishindikana basi angalau sare waipate. Maana yake nini? Wamalize hizi mechi mbili
za group stage kwa maana ya match day 1, match day 2, alafu waende katika finali za Africa AFCON wakiwa tayari wapo comfortable na alama ambazo wamezikusanya kutokea katika mechi mbili ambazo wamezicheza. Kama itakuwa wamepata alama 6 itakuwa vizuri zaidi, ingawaje ni ngumu, lakini kama itakuwa wamepata alama 4 ni kitu ambacho kinawezekana, au ikishindikana basi angalau alama 3 wawe nazo kabla ya kurudi tena, kwa sababu wakirudi tena mambo yatakuwa yamebadilika, vitu vingi vitakuwa vimebadilika, lakini yule ambaye ana points tayari kazishikilia anakuwa na faida kubwa zaidi. Mantiki yake huu mchezo ambao wanakwenda kucheza na AS FAR Rabat ni mchezo wao wa muhimu wa thamani kweli kweli, pengine kwenye fixture yao kwenye raundi hii au mzunguko huu wa kwanza, kwa sababu kuna mechi 3 za awali alafu kuna mechi 3 za pili kwa maana ya mechi za marudiano. Kwenye mechi 3 hizi za kwanza Young Africans wanatakiwa kukusanya maximum points, na maximum points hizo maximum points zenyewe tunazungumzia wakiwa nyumbani. Yani nyumbani no excuse kwa Yanga kupoteza mechi nyumbani au kulazimishwa sare katika mechi ya nyumbani. So kile ambacho walikifanya msimu uliopita huenda msimu huu kawa mguu ikaja kuathiri, kwa maana ya kama watashindwa kukusanya alama nyingi nyumbani huenda kawaathiri kama ilivyoathiri msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita katika hapa nazungumzia alama tu za nyumbani, katika alama 9 za nyumbani walivuna jumla ya alama 4 tu, na alama 4 hizo walipoteza na Al Hilali wakapata alama, waliwafunga TP Mazembe wakapata alama 3 na wakenda sare na na MC Alger, na kwenyewe pia waligawana alama 1, kwa hiyo walipata alama 4. Sasa baadaye licha kwamba wakaja kufanya vizuri katika mechi za away, walipata alama 1 Lubumbashi, walipata alama 3 kule Mauritania, lakini haikutosha kuwapeleka hatua inayofuata. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa tayari katika mechi za nyumbani walishaharibu, na ukumbuke kwamba Young Africans walihitaji mechi ya mwisho kabisa ambao walicheza na MC Alger ili washinde ndo waende hatua inayofuata. Maana yake hiyo mechi walicheza nyumbani ilikuwa ni mechi muhimu kwa namna yoyote ile, lakini walishindwa kupata ushindi na kwenda katika hatua inayofuata. Sasa wachukue funzo kutoka kwenye msimu uliopita, wa copy and paste katika msimu huu. Msimu huu kundi linaonekana limeiva zaidi kuliko lile kundi la msimu uliopita. Msimu huu vigogo wameongezeka zaidi, lakini pia timu zenyewe zinatokea Afrika Kaskazini kwa maana ya Algeria, wanatokea Morocco pamoja na Misri. Ni mataifa ambayo uwekezaji wa mpira wa miguu ni mkubwa ambao wameufanya. Mara nyingi waga natoleaga sample kwamba kuna baadhi ya klabu zinaonekana kama za kawaida kwa muktadha wa kwao Afrika ya Kaskazini, lakini zikija hapa kwa maana ya muktadha huku Sub-Saharan Africa zimekuwa zikifanya vizuri. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe wamewekeza vya kutosha. Sasa Young Africans haingii kinyonge kwenye hii mechi, na yeye anaingia kama miongoni mwa top level, zile timu ambazo tayari sasa hivi Afrika zimeshachanua makucha yake, zimeshajitambulisha, kwa sababu ukiachana Ahali katika hilo kundi, Young Africans aliingia kwenye hilo kundi akitokea Port B, manake timu ya pili kwa ubora wa ukusanyaji viwango points katika viwango vya CAF kwa kipindi cha miaka 5. Kwa hiyo kuna namna tunatakiwa kuweka heshima kwa Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya kwenye misimu ya hivi karibuni iliyopita, lakini hii mechi yao dhidi ya AS FAR Rabat ni mechi ambayo inakwenda kutoa taa ya kijani, inakwenda kuonesha kitu gani ambacho wanatakiwa kukifanya Young Africans ili waweze kwenda mbele. Mechi ya pili hawa AS FAR Rabat watakuwa nyumbani kule Prince Moulay Abdellah Rabat, ndio uwanja mkubwa zaidi ndani ya Rabat, makao makuu ya taifa la Morocco. Ni uwanja ambao pia wanatumika na timu ya taifa ya Morocco, lakini hawa AS FAR Rabat wamekuwa wakiutumia vizuri, wamekuwa wakiwakilisha vizuri sana katika ardhi ile. Msimu uliopita hakuna mchezo ambao walipoteza pale. Katika michezo yote 6, katika michezo yote 4 ambao walichezea katika kuanzia group stage kwenda mbele, na vilienda vigogo kama hao Raja Casablanca walienda pale, timu kama Melody walienda pia, lakini hakuna hata mmoja ambaye alifanikiwa kupata ushindi katika ardhi ile ya Prince Moulay Abdellah. Kwa hiyo ni mechi ngumu, ni mechi hiyo ya pili ni mechi ngumu, ni mechi ambayo AS FAR Rabat anaingia na percentages kubwa za kushinda. Lakini hii ya Zanzibar ambayo Young Africans yuko nyumbani, Young Africans wanaingia na percentages kubwa za kupata ushindi. Sasa wao namna gani ambavyo watatumia hiyo faida. Eneo la pili
ambalo naliona linaenda kuleta ugumu zaidi. Of course tulishazungumzia tayari, lakini kwa udogo tu ni eneo la makocha. Makocha wote wawili wanafahamiana vizuri, kwa maana kocha wa Young Africans Pedro Gonçalves na kocha wa AS FAR Rabat Alexander Santos. Hao ni makocha wa Reno, wote wamekaa Angola kwa kipindi kirefu. Ni makocha maswahiba, ni makocha marafiki ambao wanafahamiana vizuri mno. Wote wana uzoefu wa michuano ya kimataifa. Kwa hiyo mechi, mbali na kuwa mechi tu ya kutafuta alama, ni mechi ambayo kila kocha anataka kumuonesha mwenzake kwamba mimi ni bora kuliko wewe. Yes, kwa hiyo tutashuhudia Zanzibar. Ni mechi ambayo itakuwa na ushindani kwa namna yoyote ile. AS FAR Rabat, Young Africans tunawafahamu juu ya qualities zao, na qualities nyingi. AS FAR Rabat pia na wenyewe wana qualities nyingi, wana wachezaji wengi wazuri ambao wanajitoa kwa ajili ya timu yao kufanya vizuri. So mpaka hapo ndio mwisho wa session hii. Young Africans nakwenda Zanzibar, sehemu ambayo wamekuwa wakifanya vizuri, lakini this time around dhidi ya AS FAR Rabat ni mechi muhimu kwa namna yoyote ile kwenye ukusanyaji wa alama kwa Young Africans. Kwa mtazamo wako unaonaje Young Africans kupeleka mechi ndani ya Morocco? Unaona kupeleka mechi ndani ya Zanzibar, kumradhi, Young Africans kupeleka mechi zao Zanzibar, Amani Complex, unaona AS FAR Rabat au timu nyingine zinazoenda pale zita struggle, au wewe unaona tofauti? Mtazamo wako, unaona kama hizi mechi zingekuwa hapa ndani ya Dar es Salaam? Weka comment kwenye comment section, yes, ili tuweze kupitia na kuona kitu gani ambacho unakifikiria, kitu gani ambacho unakiwaza, lakini bila kusahau kusubscribe. Ni Mzinga Sports.